wasikilizaji na watazamaji wa Sauti ya Kibabe Broadcast. Karibuni kwenye jukwaa la maarifa, uchambuzi na ujenzi wa fikra huru. Leo tunachambua kwa kina na ufasaha mada yenye uzito wa kihistoria na kimkakati: utendakazi wa Kiswahili barani Afrika. Tutaliangazia Kiswahili si kama chombo cha mawasiliano pekee, bali kama nguzo ya uthibitisho, utamaduni, utambulisho, uchumi, hisia, vipaji na mustakabali wa Mwafrika. Kiswahili kwa utangulizi ni utambulisho wa Mwafrika. Hii ni alama ya kujitambua na kujithamini. Kiswahili kimekuwa na kusambaa kutoka mwambao wa Afrika Mashariki hadi Afrika ya Kati na kusini mwa Afrika. Kimekuwa lugha rasmi ya Umoja wa Afrika, lugha ya kazi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Zaidi mno, kinafundishwa katika vyuo vikuu barani Ulaya, Asia na Amerika. Huu si upanuzi tu wa kijiografia, bali ni uthibitisho kuwa Mwafrika anaweza kujitambulisha kwa lugha yake mwenyewe bila kutegemea tafsiri ya utamaduni wa nje. Naitamatisha hoja hii kwa kauli kwamba utambulisho wa lugha ni mamlaka ya fikra. Tuzidi mbele na tuangazie Kiswahili kuwa ni utamaduni wa Mwafrika. Mila, methali, nahau, historia, falsafa huwa vimebebwa katika lugha. Mifano: methali haraka haraka haina baraka, au asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Si sentensi tu, ni mfumo wa maadili. Hii ni ishara kuwa kupotea kwa lugha ni kupotea kwa kumbukumbu ya jamii. Kwa mantiki hiyo, Kiswahili si chombo tu cha kuzungumza, ni hazina ya urithi wa Mwafrika. 3. Fasihi si burudani pekee, ni uchumi. Uandishi na uchapishaji wa fasihi ni kitega uchumi. Mifano hai ni riwaya za mwenda zake Ken Walibora kama Siku Njema. Zimekuwa sehemu ya mtaala na kuuza kwa maelfu ya nakala. Longhorn Publishers na East African Educational Publishers wamejenga soko la vitabu vya Kiswahili kwa miongo kadhaa. Kazi nyingi za fasihi zinachapishwa na kusomwa kimataifa. Antholojia ya Taifa Mashakani inakusudiwa kusomwa kimataifa na kuvumbua riziki kwa watunzi, waandishi na wachapishaji wake. Katika karne ya sasa ya 21 na katika kizazi cha sasa na ukuaji wa teknolojia, kuna vitabu pepe, e-books, machapisho ya mtandaoni, audiobooks, majukwaa ya YouTube na podcast. Hapa ndipo fursa ipo. Kiswahili ni uchumi wa maudhui. Swali ni je, tunakitekeleza Kiswahili kama rasilimali au tunakisoma tu kwa ajili ya mitihani? Tujadili hoja nyingine. Vipaji huibuliwa pale ambapo lugha inatoa nafasi ya kujieleza. Kiswahili bila shaka hutononoa vipaji. Katika muktadha wa Sauti ya Kibabe, kuna vipaji vya uchambuzi wa fasihi, uandishi wa maudhui ya kitaaluma, uwasilishaji wa redio kwa umahiri na utenzi na ushairi wa kijamii. Jukwaa hili linapania kuwa maabara ya kukuza sauti za vijana katika uhakiki wa vitabu, uandishi wa insha za kielimu, uwasilishaji wa mada za kijamii
kwa Kiswahili fasaha. Hiki ni kipaji kinachochipua kupitia matumizi makini ya lugha. Huwezi fumbata maji kama mawe. Mawe yana umbo thabiti, maji hayana umbo la kudumu. Tunadokeza kuwa huwezi kushika kitu kisicho na muundo wala uthabiti. Maji huteleza, hayashikiki kwa nguvu ya mikono. Mathalani, Kiswahili kisipothaminiwa kitayoyoma, kitaachwa, kitapoteza mwelekeo na kutokomea. Lakini ukikifumbata kwa kukitumia, kukiandika, kukichapisha, kukitangaza, kitakuwa hai. Fumbata Kiswahili, kitakupa utambulisho, kitakupa ajira, heshima na mustakabali. Nambari ya 5 ni changamoto inayohitaji kuangaziwa. Matini za waliotangulia mbele ya haki ama walokufa huchapishwa kipindi matini ya waandishi chipukizi inapuuzwa. Hili ni tatizo la kimfumo linalotokana na mambo yafuatayo. Kwanza, soko linaamini jina lililokwisha jengeka. Jingine, hofu ya wachapishaji kuwekeza kwa waandishi wapya na chipukizi. Mitaala kupendelea kazi zilizothibitishwa zamani. Lakini mantiki hii na mtazamo huu una dosari. Bila kuchapisha kazi mpya, hatutazalisha waandishi wa kesho. Hoja zifuatazo ni baadhi ya suluhisho kwa changamoto hii ya kimfumo. Serikali kuweka mfuko wa uchapishaji wa waandishi chipukizi. Vyuo vikuu kuanzisha mashindano ya uandishi yanayodhamini uchapishaji. Matumizi ya majukwaa ya kidijitali, self-publishing. Sauti ya Kibabe Broadcast kuanzisha segment ya mtunzi chipukizi wa wiki. Ushirikiano na wachapishaji kwa mfumo wa uchapishaji wa pamoja, co-publishing. Soko linahitaji sera na sio huruma. Tunapohitimisha, kwa mujibu wa Daktari Sangili, tutumie rasilimali tulizo nazo ili tuweze kujiimarisha na kujimudu. Rasilimali za Kiswahili ni pamoja fasihi simulizi, fasihi andishi, majukwaa ya kidijitali, vyombo vya habari, walimu na wakufunzi. Hatupaswi kusubiri uthibitisho wa nje ili kuthibitisha thamani ya lugha yetu. Tukiitumia, tukiikuza, tukiichapisha, tukiifundisha, tutajijenga. Hii ni Sauti ya Kibabe, sauti ya Kiswahili Afrika Mashariki. Lugha ni nguvu, tuitumie kwa maarifa.